Ilikuwa ni mida ya asubuhi, nilikuwa nafanya shughuli zangu kama kawaida. Nikasikia mabati yanapigwa, nikatoka kuja kuangalia kuna nini kinachoendelea. Kuna vijana walikuwepo wana nyundo kubwa za upana kama kilo 20. Waligonga matofali. Ile kozi ya pili kwenye jumba. Baadaye wakaanza kusukuma nyumba. Kwa tunaona wanaangusha ukuta mwingine, wanafuata ukuta mwingine. Hivyo tukaambiwa tukija kuuliza wasema msisogee hapa, ila walikuwa wamekuja na gari nyeupe kama gari la jiji vile. Wakasema wao ni serikali na wametumwa na serikali. Kwa hiyo sisi hatakuwa na mamlaka pia kwenda kuwauliza kwamba nini kimetokea. Basi walifanya kazi yao, jengo la kwanza wakamaliza na jengo la pili baadaye wakaondoka. Ninaitwa Jovin Ngaiza, ni mchungaji wa kanisa la Tanzania Assemblies of God kwenye jimbo la Mwanza Kusini, lakini kwenye utawala mimi ni kiongozi kwenye ngazi ya wilaya sehemu ya Nyamagana Kusini, ni mwangalizi. Na nimesimama mahali hapa kwa masikitiko makubwa kwa ajili ya jambo kubwa hili ambalo limetokea kwenye sehemu yetu, kwenye wilaya yetu. Nimepokea taarifa mchana wa leo kwenye mida ya saa 6 kutoka kwa mchungaji wetu Mariam Sima kwa tukio la kubomolewa kwa kanisa letu. Nimekuja nikafika mahali hapa na baadhi ya wachungaji ambao nimekuja nao. Kwa kweli nimejionea kanisa ambao limebomolewa, ambao lilikuwa linajengwa, na hata lile kanisa ambao lilikuwa wanalitumia la kuabudia la muda. Vitu vimebomolewa, vimeharibiwa. Jambo hili limetusikitisha sana sana, kwa sababu hili eneo ni eneo halali la kanisa. Tumenunua na dokumenti zote tuko nazo. Kwa kitendo cha watu kufika kwenye eneo la kanisa na kufanya uharibifu wa namna hii kwa kweli hakikubaliki. Kwa tumefuatilia kwenye serikali ya mtaa, wakatuambia hawana taarifa yoyote ya watu hawa. Na baada ya hapo tukaenda kwenye jeshi la polisi tukatoa taarifa, na kwa hiyo kuna taratibu ambazo zinaendelea. Lakini mimi kama kiongozi ambao Mungu amenipa dhamana kwenye kanisa letu zuri la TAG, nataka niseme hivi: yeyote ambaye yuko nyuma ya jambo hili anacheza mchezo ambao atakuja kujutia. Sisi ni watu ambao tunamwamini Mungu. Eneo hili ni eneo ambao watu wametoa fedha zao, wamejinyima, hii wangeweza kufanya mambo mengine, lakini wametoa kwa ajili ya kazi ya Mungu. Alafu mtu mmoja au watu wasiopenda kazi ya Mungu wanakuja wanafanyaje? Wanaharibu hivi tu kirahisi. Haiwezekani. Sisi tunaye Mungu mwenye nguvu awezaye kujibu juu ya maombi ya watu wake. Sisi tutamshirikisha, tutamuomba, na yeyote kama nilivyosema anayehusika ama aliyehusika, Mungu atahusika katika kushughulika naye. Iwe yeye, iwe familia yake, au iwe nini, chochote kile, Mungu yeye mwenyewe anajua juu ya jambo hili. Kwa hiyo mimi nataka nitoe wito kwa serikali kwamba mambo haya sisi kama taasisi yanatuchonganisha na serikali, kwa sababu tukio lililofanyika hii kama kungekuta watu, hii ingekuwa vita na matokeo yake ingekuwa umwagaji damu, kitu ambacho si sawa. Sisi ni watu ambao tunahubiri amani na kufundisha amani. Kwa hiyo tunaomba serikali iingilie kati kuchukua hatua kuhakikisha kwamba wote waliohusika na jambo hili wachukulie hatua na kanisa lipate haki yake inayostahili. Kwa majina naitwa mchungaji Meshak Mpalanga, ni mchungaji wa kanisa la TAG Nyota Njema, jirani kabisa na kanisa letu hili la TAG BWCC. Na hapa tumeitwa asubuhi, ilikuwa majira ya saa 5, ghafla sana tukipigiwa simu na wananchi wengine, kwa sababu sisi wote ni wakazi wa eneo hili, na walitupigia simu kwa sababu ya kuona watu wanabomoa kanisa letu hapa. Kwa hivyo ikabidi tukimbie kufika hapa na tuikuta kanisa limekwisha kubomolewa. Na wabomoaji waliondoka na maneno mbalimbali ambayo walisema pengine watu ambao wakipatikana hapa wanaabudu watavunjwa miguu na vitu vingine. Na scenario hii
ya kubomolewa kwenye kanisa hili, mimi naiuianisha na taarifa ambazo tulizungumza na kiongozi na afisa wa jiji wiki moja ama 2 zilizopita. Kwa majina yake kama nitakuwa na nukuu vizuri, anaitwa Hamisi Hassan. Alikuja hapa wakati akija na afisa mwingine kwa ajili ya kukamilisha mchakato wa kupata hati ya eneo hili. Na yeye alisema alikuwa na barua mfukoni kwa ajili ya kubomoa hili kanisa. Na mimi nilimuuliza kwa nini alikuwa na hivyo wakati sisi tulikuwa tumeshapewa maelekezo na jiji namna ambavyo tunaweza kufuata utaratibu na walivyotusimamisha kuendelea kulijenga hili jengo. Na yeye alikiri kwamba kuna jirani yetu ambaye anawapa hela ili kanisa lisiwepo. Na akasema pia huyu jirani yetu pia alikuwa na mahusiano ya karibu na mkuu wa wilaya, na yeye mkuu wa wilaya aliwahi kumtuma kwa mchungaji Michael Kulola. Kwa hivyo na jirani mwenyewe aliyemsema ni jirani yetu hapa nyumba hizi pembeni tu hapa. Sasa mimi ninapata masikitiko. Kwanza sikuwa nimemwamini zile habari. Kwa sababu kama ningeziamini ningeweza kuambia hata viongozi wetu ili wajue nini cha kufanya. Kwa sababu mkuu wa wilaya ni mtu ambaye tunaishi naye vizuri. Kwa hiyo mimi nina wasiwasi kwamba siamini kama mkuu wa wilaya anaweza kuhusika kwenye hili. Ninaona kwamba jina lake linatumika vibaya na hawa watu ambao huyu Hamisi mkuu wa wilaya simfahamu jina lake kwa uzuri, lakini naamini mkuu wa wilaya hawezi kuagiza watu waje kubomoa kanisa. Ningetamani mimi kumsikia mkuu wangu wa wilaya, hata ningekuwa na access ya kumuona. Ningetaka kufahamu yani kama kweli yeye anaweza kuwa hataki ushirikiano na wananchi wa namna hii, au sisi viongozi wa dini au wale watu walioko hapa. Sisi tuko siku zote tunafanya kazi ya Mungu, tunaisaidia jamii na tunafanya kazi pamoja na serikali. Sasa sijui kwa nini hili limetokeza hivi. Kuna mgogoro wote wa hili eneo kuhusiana na umiliki? Hapana, hakuna mgogoro wote unaohusiana na umiliki wa eneo hili. Hili eneo tunalimiliki kihalali, tumelinunua kutoka kwa mmiliki wake na nyaraka zipo na hakujawahi kuwa na mgogoro. Unahisi jirani yenu anawapa ugumu wa nini kujenga hili jengo? Sababu kubwa ni ipi haswa? Kwa sababu jamii inazungumza mambo mbalimbali. Kwa kweli yeye kama yeye mimi sijakutana naye kujua kwamba changamoto ni ipi, na nimejitahidi mara kadhaa hasa wakati tunatafuta sahihi ya kupata umiliki wa hili eneo. Sijui mimi kama yeye yani shida iko wapi. Ukisikia majirani wanasema pengine yeye alikuwa analipenda zaidi hili eneo, angeongezea ukubwa wa eneo. Wengine wanadai kwa sababu labda yeye ni Muislamu, lakini sisi tunaishi vizuri na Waislamu. Unaona hapa pembeni yetu hapo mbele tu kidogo hapo. Hapo karibu na Mamis. Kuna msikiti huko katikati ya Wakristo. Hatujawahi kuwa na mgogoro wowote sisi wa kidini. Kwa hiyo hata huyo ndugu yetu sidhani kama si sababu ya kidini inaweza kuzuia kanisa kuwekwa hapa. Kwa sababu na yeye pia anashuhudia misikiti ipo karibu tuna makanisa na makazi ya Wakristo na hakuna changamoto. Hiyo nchi yetu ishapita umbali mrefu. Mimi nadhani tu labda yeye kama ni yeye labda sababu zinazosema kama analipenda ile eneo labda. Na angekuja angetuuliza kama ni yeye kama ambavyo maafisa wanamsema. Na inanisikitisha sana kwa sababu yule afisa aliongea zile habari. Mimi nilijua ni utani kwa sababu afisa asingeweza kusema habari kama hizo na kanisa likabomolewa namna hii. Kwa hiyo mimi yani nashindwa kuelewa yani kifupi hapa hata mtu angekutwa hapa anasali, maana ili jengo likibomokea inakuwaje? Kwa hiyo ni changamoto kubwa sana. Tumepoteza gharama nyingi. Sawa, mimi na swali. Hapo tunaona kama paliandikwa maandishi hapo yakimaanisha kwamba unatakiwa kubomoa ile eneo. Ndio. Sasa nyie mlipokwenda jiji kuulizia kama kuna uhalali wote wa kubomolewa hapa, mlijibiwa nini? Tulimuuliza kama nilivyokuambia awali, yeye alisema pia ana barua. Kwa hiyo bila shaka ilipotokea hii scenario tu ya kuona maandishi, angekuwa ni mtu wa kwanza kumuuliza kwamba mbona uliahidi kwamba wewe utakuja uwasiliana na mwenyekiti wa mtaa ili uitishe watu wote wa eneo hili lipimwe kwa upya, kwa sababu block C kwa mujibu na kiwanja namba 104 kwa mujibu wa maelezo yake ni kwamba kina watu wengi ndani yake, lakini awali kilikuwa kama matumizi ya shule. Mmiliki wa awali alikipima kama matumizi ya shule. Kwa hiyo mabadiliko ya matumizi yangetuhusisha sisi wote tunao wamiliki wa sasa wa ardhi hii. Sasa alisema yeye angemwambia mwenyekiti na alikuwa anasubiri ridhaa ya mkuu wa idara. Sasa kama yeye alituambia hivyo na sisi tumeshafanya michakato, tumekwenda ofisini kwake, tuna hadi risiti
ambazo tulipewa control number kulipia kibali cha ujenzi. Kwa nini waje wabomoe? Yaani kwa nini waje wabomoe wakati risiti tuliwalipa na wao ndio wanaotengeneza control number? Je, hayo malipo kama ingekuwa ni haramu, si wangeturudishia malipo? Wangesema hii kitu haitakani, basi hela zenu mlizolipa serikalini ni hizi hapa, wakaturudishia. Sisi jamani, hapa makanisa sijui mangapi nchi yetu au misikiti au nini, sielewi, siwezi kuchongea vitu vingine. Lakini naweza kusema sisi tumefuata utaratibu. Yako makanisa mengine pengine tungeanza kuuliza, au misikiti. Yaani pengine hata hatua ya kufuata tu kibali cha ujenzi hawajafanya. Lakini sisi tumejaribu na tumefanya bidii, na mpaka sasa tunafanya bidii kuhakikisha kwamba tunafuata utaratibu. Lakini sasa tunashangaa kwa kweli.